tumeitana kwa ajili ya kuja kushuhudia hiki ambacho kipo mbele yetu. Leo tarehe 22 Mei 2025 tulipata taarifa pamoja na kamati yangu ya usalama kutoka kwa raia wema kwamba kuna mtu ambaye ana mali mchele ambao unasadikiwa kwamba haufai kutumika kwa matumizi ya binadamu, na yeye mtu anakuwa anauza mchele ule kwa kilo shilingi 1000 kwa kilo moja. Kwa hivyo sisi kidogo tulipopata hii taarifa tukasema mchele kilo shilingi 1000 ni rahisi sana, lakini ni kweli ni mchele ambao ni sahihi. Kwa hivyo baada ya kufanya utafiti wetu tukawa tumesema twende kwa ajili ya kujiridhisha. Kwa hivyo tumekuja kwenye nyumba hiyo Bwana Salimu Musa Ali hapa Maziwa ya Ng'ombe, Maziwa ya Ng'ombe, na kujionea, na kama wenyewe mnavyoona hii ndio hali ilivyo. Lakini bahati nzuri tumeambatana pia na wenzetu wa mamlaka ya chakula, udhibiti wa chakula na vipodozi ZFDA, ambao wapo na wao wamekuja kujionea na wao pia watatua neno kwa hiki ambacho wamekiona. Lakini kimsingi sisi hatujaridhika bado na hiki ambacho tumekiona. Tunahitaji bado tupate taarifa zaidi kutoka kwa wenzetu wataalamu watusaidie. Na kwa hatua za awali, kwa sababu sisi haujaturidhisha, tutauchukua huo mchele. Tutaondoka nao wote na tutakwenda nao kwenye eneo jingine kwa ajili ya kuhifadhi, na hatua nyingine zitafuata baadaye. Lakini baadaye nitazungumza pia na wananchi ili niwape angalizo kuhusiana na hiki ambacho kimeendelea hapa, kwa sababu huu mchele kama ambavyo tumeuona sisi kwa macho, kama haufai, basi hili ni janga kwa taifa, na janga hili baadaye linarudi kwa serikali. Inaweza kuja kulaumiwa serikali, watu wakapata magonjwa mbalimbali, serikali ikawa inatumia fedha nyingi kwa ajili ya kununua madawa, lakini kumbe ni sababu ya baadhi ya wafanyabiashara ambao tunaweza kusema wana tamaa. Maana kama mtu alijua yeye kama huu mchele umeshaharibika, basi hakupaswa kuwauzia binadamu wenzake. Kwa hivyo bado hatua nyingine zitafuata na zikiwemo za uchunguzi, lakini pia leo tutaondoka nao kwa ajili ya kwenda kwenye hatua nyingine zinazofuata. Nashukuru sana mwandishi.